Madaktari wametuthibitishia kwamba sababu za kifo cha mpendo wetu MC Pilipili imetokana na majeraha ambayo wamemkuta nayo. Majeraha yanaonekana ya kipigo. Majeraha hayo wamemkuta nayo mgongoni, kichwani, moja na kwenye uti wa mgongo. Moja ya taarifa ambayo ilikuwa ikisubiriwa kwa hamu sana ni pamoja na hii taarifa kutokea pale Dodoma kuhusu chanzo cha kifo cha mchekeshaji MC Pilipili. Utakumbuka msemaji wa familia jana alitangaza ratiba ya mazishi, ambapo alieleza ya kuwa mazishi yataanza kwenye ibada ambayo pia watu watapewa nafasi ya kuaga, na baada ya hapo watu ataenda kuzikwa katika makaburi ambayo yanapatikana pale pale Dodoma. Lakini watu walipohoji kuhusu taarifa ambazo ziko kwenye mitandao juu ya kifo chake, ambapo wengi wanadai amepigwa, wako wengine wengi wanaodai ya kwamba amejiua labda kwa sababu ya stress za mke wake na vitu vingine vingi. So hayo yote msemaji tumempata na anayo taarifa ambayo ni ya hospitali inayoelezea kuhusiana na ule mwili. Sasa mwili ni kweli waliukuta kwenye hali ambayo umepigwa, na hii taarifa imefika kwa familia na familia wamemruhusu msemaji kuizungumzia. So msikilize hapa msemaji na mwenyekiti wa kamati ya mazishi ya MC Pilipili ambaye huyu anaitwa MC Mwangata. MC Mwangata kaka, hebu karibu na tueleze nini kimetokea, imekuaje, nini kimejulikana? Nimerudi tena kwa mara nyingine kwa ajili ya kutoa taarifa sasa rasmi ndio ya kifo cha mpendo wetu MC Pilipili kutokana na taarifa tulizozipata hospitali baada ya uchunguzi kufanyika. Ndio. Madaktari wametuthibitishia kwamba sababu za kifo cha mpendo wetu MC Pilipili imetokana na majeraha ambayo wamemkuta nayo. Majeraha yanaonekana ya kipigo. Majeraha hayo wamemkuta nayo mgongoni, ndio, kichwani, moja na kwenye uti wa mgongo. Kwa hicho ndio kilichosababisha kifo chake. Okay, na wanasema ilivyoonyesha ni amepata madhara kwa ukubwa gani? Mfano kama eneo la kichwani ni mbele, nyuma, palipasuka? Kichwani wametuambia ni nyuma kwenye fuvu la kichwa ndio kulikopata tatizo. Inaonekana damu zilivyo kwenye ubongo. Ndio. Na kwa maelezo yao ni imefahamika tayari ni kipigo amepewa na kina nani, labda vibaka au watu walimchukua wanaomjua wasiomjua? Kiukweli ni ngumu sana kwa sababu mhusika mwenyewe hakusema lolote. Labda kwa kifupi, ndio, mazingira yanatufanya kuwa magumu kujua akapigwa na vibaka au na nani, kwa sababu waliomleta ndio eneo ambalo ndugu yetu mmoja alimpokea, ndio, walifika na kumshusha, akasema tumemuokota akiwa na hali mbaya, anaonekana ana njaa, mpatieni chakula. Ndio. Kwa hiyo kijana huyo alivyompokea, wale watu wakaondoka. Kwa hiyo kujua amepigwa na nani, kwa sababu ipi, na mimi labda taratibu za polisi kama watafuatilia inawezekana ikajulikana, lakini kwa sasa hivi ni ngumu. Zingine zote zitakuwa ni hisia tu. Kijana kwa karili wale watu ambao walimleta, mazingira hayakumruhusu, kwa sababu kama ulikuwa na mtu unawasiliana naye akiwa mzima, sawa, afu ghafla binivua na kuletea mtu akiwa hawezi hata kusimama, obviously huwezi kukaa unaangalia wale watu. Lazima kwanza sura yako, jicho lako, akili yako itakuwa kwa ndugu yako. Na hawakuchukua dakika nyingi. Walivyomshusha kwenye gari, walikabidhi begi lake na simu zake, wakaondoka. Walimpigia simu kutoka kwenye simu ya nani? Simu ya mtu asiyefahamika. Ina maana wakati wanamletea, wanamrudisha, ina maana wao ndio walipiga simu wakajitambulisha wakaja kumkabidhi na kuondoka? Kulikuwa kuna wao sio waliompiga simu. Taarifa inasema kwamba alipiga mtu mwingine. Ndio. Akajitambulisha kwamba anahitaji kufanya kazi na huyo dogo ambaye ni DJ. Ndio. Lakini ghafla binivu wakati amesimama kuongea na huyo mtu, wale watu ndio wakaja. Okay. Walichokifanya walimuuliza, huyu mtu unamfahamu? Akasema ndio. Basi wakajieleza hivyo, wakamshusha, wakaondoka.
Na hayo mazingira yalikuwa ni sehemu ya kazi, nyumbani, ama ni walikutana tu sehemu za barabarani? Walikutana barabarani. Okay. Ndio mtaalamu. Poleni sana. Sasa endapo mpaka dakika za mwisho jeshi la polisi litakuwa lijakamilisha uchunguzi, mtaendelea kuruhusu mazishi yafanyike au mtasubiri kungojea kwanza taarifa kamili kufahamika nani alimuua? Taratibu za mazishi zinaendelea kama kawaida. Ni siku ya Alhamisi vile mazishi yataendelea. Ibada yetu itaanza saa 4 asubuhi kuruhusu watu wafanye ibada, salamu za rambirambi, tupate historia fupi na kutoa heshima za mwisho kwa mpendo wetu. Tunatarajia kimpendeza Mungu saa 8 tuwe tumekamilisha taratibu zote hizo ili tuelekee makaburini kwa ajili ya kwenda kumpumzisha ndugu yetu. Taarifa ya awali ambayo ulitupatia tuliwaambia Watanzania ya kwamba una familia bado inazungumza ili jina hili jibu. Je, imeridhia familia kwa moyo wote azikwe hata kama hizi taarifa nyingine za uchunguzi hazijakamilika? Familia kwa moyo mweupe imeridhia ndugu yao azikwe baada wamepata chanzo cha kifo chake. Hayo mengine basi ni kazi ya serikali kuendelea, ila maziko yanaendelea kama kawaida. Msemaji, kwa nafasi hii mke wake mmempa nafasi yoyote labda ya kuamua au kuzungumza au kuruhusu, ili tuje kusikia baadaye aje asije ikatoka taarifa ya kwamba mkewe yeye kuruhusu labda mumewe azikwe, au hakuwa na taarifa yoyote, yeye alishuhudia tu ni mazishi yakiendelea? Naamini wamezungumza kama familia, wamekubaliana. Na ndio maana ulipokuwa unanitafuta nilikuwa sina majibu kamili, kwa sababu nilikuwa subiri familia kama familia wao wakae, afu mimi kama mzungumzaji waniambie. Kwa taarifa nilizozipata kwamba kama familia wamekubaliana kwamba azikwe. Poleni sana kaka. Asante sana kiongozi.